alihi wasallam, al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir, at-tuhri at-tahir al-alam al-zahir al-mustafa al-amjad, al-mansur al-muayyad, alladhi sumiya fi as-sama'i bi Ahmad wa fi ardhiyina bi Abul Qasim Muhammad salawat. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدس يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awali wa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuneemesha na kutupa uzima kuweza kukutana katika siku nzuri na tukufu kama hii ya leo, siku ya Ijumaa. Lakini bila kusahau sala na salamu zimfikie mtukufu wa daraja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yeye pamoja na kizazi chake kitoharifu. Baada ya kuyasema haya, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna al-fawza lilmuttaqin wa anna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Na tujue ya kwamba wamefaulu wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali yuko pamoja na wale wenye kutenda wema. Hadithuna an mas'alati al-adala wal qist. Khutba yangu ya leo itakwenda kwa jina ama kwa anwani ya kuzungumzia uadilifu na usawa katika kila nyanja. Kwanza tufahamu ya kwamba katika bidhaa muhimu sana ambazo tunapaswa kushikamana nazo
na bali zinaelekea kupotea ni suala la uadilifu na usawa. Uadilifu ni katika sifa kwanza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uadilifu ni miongoni mwa misingi katika ile misingi mitano ya kuamini ya kwamba pasina misingi hii mwanadamu hawezi kuwa ni Muislamu sawa sawa, na ndio maana ni msingi wa pili katika ile misingi mitano tu ya dini. Msingi wa pili baada ya kuwa umeamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, unapaswa sasa kuamini uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla ya kwenda kuamini kuhusiana na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla ya kwenda kuamini kuhusiana na maimamu watukufu, kabla ya kwenda kuamini siku ya Kiyama, kwanza uamini uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tunapaswa kujipamba na sifa hizo. Uadilifu ni miongoni mwa vitu muhimu sana ambavyo vinavyoisogeza jamii kuwa pamoja, marafiki kuwa pamoja, ndugu kukaa pamoja kwa upendo na usawa. Ni kwa sababu ya uadilifu, na uadilifu ukipotea katika jamii, madhara yake ni makubwa sana. Matatizo yatakuwa mengi, bali kutakuwa na matabaka mbalimbali katika jamii. Hata katika kuanzia katika ngazi ya familia lazima patakuwa na matabaka kukiwa hakuna uadilifu. Uadilifu ndio ambao unaoweka watu karibu na kuwa pamoja. Sasa aya ndio itanguliza kutoka katika suratu An-Nisa aya 135. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Mungu anazungumza na waumini. Anawaambia nini waumini? Anawaambia hivi: kunu qawamina bilqisti, kuweni ni wasimamizi wa usawa. Hawaambii Waislamu wote, ingawaje uadilifu unapaswa kumfanyia kila mwanadamu pasina kujali dini yake, pasina kujali dhehebu lake, pasina kujali kabila lake, pasina kujali anapotokea ama mji anaotokea. Unapaswa kusimamia nini? Uadilifu. Sasa Mungu anazungumza na waumini, anawaambia kunu qawamina bilqisti, kuweni ni wasimamizi wa usawa. Shuhadaa lillahi, pale ambapo mnapokuwa mnatoa ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walau ala anfusikum, hata kama ushahidi huo mnaoutoa utakuwa uko dhidi ya nafsi zenu. Wakati mwingine mtu anaweza akashindwa kufanya uadilifu kwa sababu ataidhuru nafsi yake, akashindwa kusimama katika usawa kwa sababu kuna chochote ambacho anaweza kukikosa, ama maslahi ya nafsi yake yakakosekana, akashindwa kusimama katika njia ya sawasawa, akashindwa kusimama katika kuusimamia uadilifu pasina kujali nafsi yake inadhurika kiasi gani. Sasa Mungu anasema hivi: walau ala anfusikum, hata kama hicho mnachokifanya, hata kama uadilifu huo mnaousimamia, hata kama usawa huo mnaousimamia utakuwa uko dhidi ya nafsi zenu, unapaswa kusimama kuelekeza na kusimama katika njia hiyo ya sawa sawa. Kisha anasema hivi, au Mungu anasema au alwalidain, au kama huo ushahidi mnaotoa, usimamizi huo wa uadilifu mnaofanya, usawa huo mnaosimamia,
hata kama unakwenda kuwagusa wazazi wenu. Uadilifu ni kitu kikubwa na ni jambo muhimu. Tizama Mungu anasema vipi? Hata kama uadilifu huo utakuwa unakwenda kinyume na wazazi wenu, kinyume na nafsi zenu. Si hivyo tu, wal aqrabin, hata kama unakwenda kinyume na marafiki zenu na ndugu zenu wa karibu na watu wenu wa karibu. Usiseme kwa sababu huyu ni ndugu yangu ana nafasi ya upendeleo, huyu ni baba yangu ana nafasi ya upendeleo, huyu ni mama yangu anapaswa kutetewa kwa namna yoyote ile, hata kama anakwenda kinyume na sheria. La, ndo zile aya zikituambia ya kwamba wazazi wako wawili unapaswa kuwatii katika kila jambo, lakini linapokuja suala wanakuashiria ama kukuagiza ama kukutaka ufanye mambo ya haramu, hapo dini inakuja na kuambia la, usifanye, hata kama anayekuamrisha ni mzazi wako ufanye jambo la haramu. Kwa hivyo Mungu anasema walau ala anfusikum, hata kama uadilifu huo unagusa nafsi zenu, awil walidain, au wazazi wenu, wal aqrabin, au uadilifu huo na usawa huo unagusa rafiki yako ama ndugu zako wa karibu, iyakun ghaniyan, hata kama huyo ambaye unaipaswa kumsimamia afanye uadilifu, ama wewe ufanye uadilifu pasina kujali ni tajiri au fakiran au ni maskini, usiseme kwa sababu huyu ni maskini sasa anapaswa yeye kupewa zaidi, ama anapaswa yeye kupata nafasi ya upendeleo katika baadhi ya mambo. La, sawa sawa awe ni tajiri, sawa sawa awe ni maskini, inapaswa usimamizi na uadilifu uende sawa sawa kwa watu hao wawili. Kisha anasema fallahu aula bihima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amri zake, maamrisho yake yanapaswa kufuatwa, ni aula zaidi kufuatwa kuliko wazazi wawili, kuliko marafiki zako wa karibu, kuliko nafsi yako. Unapaswa utangulize kwanza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakutaka wewe ufanye nini, hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa usimame. Kisha anasema fala tattabi'ul hawa, wala msifuate matamanio yenu mkashindwa kusimama na kuusimamia usawa na uadilifu. Matamanio yako ya kuwapenda watu wako wa karibu yasikufanye wewe ukashindwa kusimama kwenye usawa. Upendavyo wewe katika nafsi yako isikufanye ile nafsi yako ukashindwa kuwapa watu haki zao kwa sababu ya upendeleo wako wa nafsi. Kisha anasema alla taadilu, isije kafika stage hiyo ya kwamba kwa sababu ya matamanio yako ukashindwa kufanya huo uadilifu. Wa antamuru au turidhu, na lau kama mtu akipinda ulimi wake akashindwa kusema yale ya sawasawa, akashindwa kuyasimamia yale ambayo Mungu anamtaka asimamie, akajiepusha na uadilifu, akajiepusha na usawa, Mungu anasema fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anazo habari za watu wote na yote wanayoyafanya katika mgongo huu wa ardhi. Aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatufundisha kwamba ni namna gani tusimame katika usawa. Tena imetumia neno zuri, kunu kawamina, kuweni ni wengi wa kusimamia katika nini? Katika uadilifu na usawa. Ni sighatul mubalagha. Mungu anakutaka wewe mara zote usimame katika usawa, usimame katika uadilifu, usimame katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyaridhia,
na yale ambayo yeye haridhii uyafanye ama uwafanyia watu, hayo uyaache. Ndio Mungu anasema hata katika kuzungumza, wa intulu, au mkiamua sasa kupinda ndimi zenu kuyasema ambayo si ya sawa, ili kutetea haki ya mtu mwingine iende kwa mtu mwingine, Mungu anasema kufanya hivyo ni jambo baya. Mkijiepusha na hilo jambo, nyinyi mtakuwa salama katika maisha ya hapa dunia pamoja na maisha ya akhera. Kwa hivyo anaeleza akisema ya kwamba habari zote, marejeo yote anazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukipindisha ukweli hapa duniani kwa sababu ya cheo chako, ukapindisha ukweli hapa duniani kwa sababu ya mamlaka yako, kwa sababu ya heshima yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama anazo rekodi zote za mambo yote uliyoyafanya. Ule ukweli uliobadilisha siku ile, kule utakwenda kuuona hapo ulibadilisha ukweli, ukweli ulikuwa ni huu. Ila kwa sababu ya cheo chako, pengine kwa sababu ya utajiri wako, na kwa sababu ya unyonge wa huyu, ukaweza kufanya uliyoyafanya, ukashindwa kusimama katika uadilifu. Mungu anasema kufanya hivyo ni jambo baya, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutoa adhabu kwa wote ambao watakaoshindwa kufanya uadilifu katika maisha ya hapa dunia. Na katika aya nyingine anaeleza ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist, enyi mlioamini, kuweni ni wasimamizi pale mnapotoa ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisheni ushahidi wenu mnaotoa kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Simamieni huo usawa na uadilifu. Kisha anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin, wala watu kwa sababu ya chuki zao mbalimbali, kwa sababu ya matamanio yao mbalimbali, isifike stage wakashindwa kusema ukweli kwa sababu eti anamchukia fulani. Isifike hadi kwa sababu mimi nakuchukia wewe fulani nikashindwa kusema ukweli unaokuhusu, nikashindwa kusema usawa au kusimamia usawa, ukashindwa pengine kupata haki zako ambazo ulistahili kuzipata. Mungu anasema jambo hilo ni baya. Chuki zenu zisiwapelekee mkashindwa kusimama katika uadilifu, kuchukiana kwenu, kugombana kwenu. Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Yaani haijalishi wewe una unyonge kiasi gani, maadamu una haki sehemu, haki ile ni wajibu wewe kuipata. Tena Mungu ametumia neno i'dilu, ni amri, kwamba ni lazima mfanye nini? Mfanye uadilifu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, mkashindwa kufanya uadilifu kwa sababu ya chuki zenu. I'dilu wa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu, ni amri, kwa sababu kufanya hivyo pana kusogezeni nyinyi karibu kabisa na uchamungu. Kufanya uadilifu ama malipo ya uadilifu ni kukufanya wewe uwe mcha Mungu. Na sisi ndicho ambacho tunachokitafuta katika maisha ya hapa duniani, ni kuwa wacha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuridhiwa katika matendo yetu tunayoyafanya. Hilo ndio jambo muhimu. Huwa aqrabu littaqwa, wala sio huwa karibu minataqwa, bali Mungu katumia neno zuri sana, huwa aqrabu, yani ni karibu zaidi na ucha Mungu, kufanya uadilifu. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazo habari za mambo yote mnayoyafanya. Tizama aya hizi mbili
kwanza zimekuja kwa mtindo ambao unaofanana, isipokuwa katika baadhi ya maneno machache sana. Na kuna kaida ikisema kwamba atikrar, kurudia jambo, inaonyesha umuhimu wa jambo hili. Mungu kulirudia jambo hili katika aya mbili tofauti, moja katika suratul Maida na moja katika suratul Nisa, yaonyesha ya kwamba umuhimu wa kufanya uadilifu, umuhimu wa kufanya usawa, umuhimu wa kusimama katika njia iliyonyooka. Na ndiyo maana ya qawamin. Hii ni jamu ya neno qawam, na asli ya neno hili ni qama, lakini katika mnyunguliko wa neno hili limekuja mpaka kutaja jambo hili ama jamu ya jambo hilo, qawamina, kuweni ni wengi sana wa kusimamia usawa na uadilifu. Katika ile aya ikiwazungumzia wanaume kwamba wao ni wasimamizi wa wanawake, ikisema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Mungu ametumia neno ambalo ni neno zuri, kwamba wanaume wawe ni wengi sana wa kusimama katika kuwasimamia wanawake. Majukumu haya akapewa mwanaume, asimame katika uadilifu, asimame katika usawa. Ni ukweli kwamba uadilifu si jambo dogo, uadilifu si jambo la kawaida, na mtakubaliana na mimi kipindi ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowataka wanaume waoe wake zaidi ya mmoja, alipowataka jambo hilo kwa yule mwenye uwezo, kigezo alichokiweka ni mtu awe mwadilifu. Ukiwa mwadilifu, sasa wewe unastahili, una kigezo cha kuongeza mke mwingine wa pili. Lakini kama huna jambo hili, kama huna sifa hii, hauna ruhusa wewe ya kuongeza mke mwingine wa pili. Lakini je, ndivyo inavyotakiwa kuwa tu? Mungu mwenyewe anasema katika Qur'ani, anasema maneno haya mazuri, asema hivi: walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, na wala hamwezi kusimama katika uadilifu katika wake zenu hata kama mtachunga jambo hilo. Yani hata kama utakuwa unafuatilia kila nukta, huwezi ukafanya uadilifu sawa sawa kwa wake zako. Sio jambo dogo, ni jambo muhimu, ni jambo ambalo ni asasi katika dini. Lakini hata ikifika katika mazingira ya namna hiyo, kwamba sasa wewe unatakiwa pengine una vigezo vya kuoa mke mwingine wa pili, cha kwanza unatizama uadilifu wako ukoje. Lakini hii haikuondolei kwamba, ama haikupi sifa ya kwamba wewe sasa umefika katika kamali ya uadilifu. Huwezi. Yupo ambaye pengine kwa namna moja ama nyingine utakuwa ukimpenda zaidi kuliko mwingine. Inawezekana tu usiseme ukadhihirisha katika mdomo wako, katika kinywa chako, lakini kiuhalisia ndivyo ilivyo. Haina maana kwamba huyu mwingine haumpendi. Kama huyu wampenda 100%, pengine huyu unampenda 88, 89. Haiwezekani ukawapenda wote 100% zote. Lakini ndio Mungu katuwekea jambo hili, walan tastati'u an ta'dilu baina nisa'i walau harastu, hata kama mtachunga, mtafuata vigezo vyote, mtachunga kila nukta, mtafuata kila hatua, huwezi kufanya uadilifu sawa sawa kama ambavyo Mungu anakutaka ufanye uadilifu. Kwa sababu mwisho wa yote uadilifu wa kweli kabisa ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndio ambaye hawezi kumdhulumu yeyote. Kila unachokifanya utalipwa kwa kadari ya kile ambacho ulichokifanya. Tofauti na hapo,
haiwezekani. Kwa hivyo watukufu wa Kiislamu, tunapozungumza suala la uadilifu ni jambo kubwa na ni jambo muhimu sana katika maisha yetu ya kibinadamu. Na kinyume cha uadilifu ni kufanya dhulma, na unapofanya dhulma ni rahisi sana wewe kuwa karibu na kufanya mambo ambayo mabaya isiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhulma ipo karibu sana na rushwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia ulimi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hivi: la'anallahu arrashi wal mutarashi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlaani mpokea rushwa na mla rushwa, mpokea rushwa na yule mtoa rushwa, wote wawili wamelaaniwa, pasina kujali kwamba wewe umepewa tu ukapokea. Uliyepokea umelaaniwa na yule aliyetoa vile vile amelaaniwa. Maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wote hawa wawili wamelaaniwa. Na rushwa haimweki mtu kwa salama. Rushwa ikienea katika jamii, maana yake tayari dunia na dini inakuwa katika mawimbi mbalimbali. Ndio yale ambayo nimesema kwamba inatengeneza pia matabaka mbalimbali. Unaonaje leo mtu ambaye amekuwa ni daktari lakini kwa kupita katika rushwa? Yuko kwa mfano Mount Meru, ukifika pale anatakiwa yeye kufanyia upasuaji, lakini elimu yake iliyomfikisha pale kapita kwa kuhonga, kapita katika mazingira ambayo si mazuri. Leo anatakiwa kufanyia wewe upasuaji ili uone kwamba utakuwa katika hali gani. Ni mwalimu wa shule, pengine amepita katika mazingira ya rushwa mpaka akapata kazi, akawa yeye ni mwalimu sasa wa shule. Unatarajia nini kwa wanafunzi ambao atakaokuwa akiwafundisha? Watakuwa na elimu kiasi gani? La, haiwezekani, kwa sababu mazingira yake yamepita kwa njia ya rushwa. Pengine ni injinia au kutengeneza majengo, kapewa majengo makubwa atengeneze, lakini elimu yake kaipata kwa njia za rushwa. Ndio yale majengo kwa namna moja ama nyingine linaweza likaporomoka kwa sababu elimu yake haitoshi kuwa ni injinia wa majengo. Sasa tunapozungumzia suala la uadilifu, tunazungumza kitu kikubwa sana. Wakati mwingine unaweza ukawaza na ukadhani ya kwamba uadilifu ni kitu cha kawaida sana, lakini lau ukitizama kwa jicho la tatu, usitumie macho haya mawili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, unaweza ukaona madhara yake ni makubwa mno katika jamii. Nataka kumaliza hutuba yangu na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika hadithul Qudus. Jaa fil hadithul Qudus anna Allah Ta'ala qala, imekuja kutoka katika hadithul Qudus kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, ya ibadi kullukum dhallu illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Enyi waja wangu, nyinyi nyote mmepotea, nyote mmepotea, illa man hadaituhu, isipokuwa yule ambaye mimi nimemuongoza. Fastahduni ahdikum, basi ombeni hidayah kwangu mimi, ombeni mwongozo kwangu mimi ili niweze kuwaongoa. Sisi sote tumepotea isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka amuongoze. Huyu yuko katika salama. Sasa sote Mungu anatuambia tuombe hidayah kutoka kwake, tuombe mwongozo kutoka kwake. Wakati mwingine inawezekana hatufanyi mambo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama haya ya kutokusimama katika usawa na uadilifu,
kwa sababu hatuna muongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tumejitenga na uadilifu, tumejitenga na muongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu asema niombeni mimi niwaongoze ili niweze kufanya jambo hilo, kwa sababu jambo la kumuongoza mtu peke yake ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isifike stage mwanadamu akasema ama Muislamu akasema pasina mimi yule pengine elimu asingeipata. Unaweza ukawa umemuelimisha lakini akakosa kuelimika, amekosa hidayah kutoka kwa Mungu. Unaweza ukawa umemfundisha kazi lakini akakosa ikhlasu katika kazi zake, hana hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye kutoa jukumu hili, mwenye kumbebesha jambo hili ni mmoja tu, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye ambaye anaweza kutoa hidayah. Kazi yako ni kufikisha. Kisha anaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Nyinyi nyote mna njaa, nyote mna njaa, isipokuwa yule tu ambaye mimi nimempa chakula. Sasa niombeni mimi chakula, kwa hakika mimi nitampa, kwa sababu yeye ndio mmiliki wa riziki. Sasa nyinyi nyote mna njaa. Unaweza ukafika sehemu ukasema la, sina njaa, lakini kumbe una njaa ya mambo mengine. Wakati mwingine unaweza kama umejitosheleza katika mali, katika heshima, katika nini, lakini ukakosa watu tu wa karibu wa kukuambia hata pole tu pindi unapoumwa, wa kukuambia hata hongera tu pindi unapofanya jambo jema. Hiyo pia ni njaa, ni aina ya njaa ambayo mwanadamu anaweza akawa nayo. Njaa si kwa maana ya kula tu, si kwa maana ya chakula tu peke yake. Kuna njaa za namna nyingi. Kisha sitaki sana kurefusha, anasema ya ibadi, enyi waja wangu, au enyi waja wangu, kullukum aarin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Nyinyi nyote nyinyi mko uchi, isipokuwa yule ambaye mimi nimemvisha nguo. Basi niombeni mimi nguo niweze kuwavika nguo. Si kwa maana ya nguo tu, kwamba mko uchi kwa maana ya kwamba kweli fi'lan nyinyi mko uchi, la, bali kwa maana ya kuwastiri. Unaweza ukawa umefanya madhambi mengi, makosa mengi, lakini Mungu kwa fadhila zake anafanya nini? Anakustiri, ameficha uchi wako, kwa maana amesitiri aibu yako. Wa bifadhlika satarta, tukisoma katika dua kumaini. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesitiri mambo mengi ambayo lau kama sasa hivi Mungu angekuwa akituonyesha kila anachokifanya mtu, pengine pasingekuwa hapa ni sehemu nzuri ya kukaa, kila mmoja angemkimbia mwenzake. Lakini Mungu kwa fadhila zake anastiri haya mambo, anaonyesha uadilifu wake katika mambo haya, anaonyesha usawa wake katika mambo haya, ili nyinyi muishi kwa amani kidogo, ili nyinyi muwe sawa. Isifike stage mwingine akajikweza dhidi ya mwingine, anaweka usawa huu na uadilifu huu kwamba hakuna zaidi anayejua siri za mwenzake isipokuwa yule atakayeweza kuzitangaza siri zake. Kullukum aan illa man kasaitu, isipokuwa yule ambaye nimemvisha mimi nguo. Lakini anasema maneno haya mazuri ya kwamba ya ibadi, enye waja wangu, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kwamba waja wangu nyinyi mnakosea usiku na mchana, mnafanya makosa. Vipi angeamua kwa yale makosa akayadhihirisha kwa watu? Wewe jana usiku ulipopita, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo akaamua kuyadhihirisha mambo yako kwa watu, hali yako itakuwaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kwa ukarimu wake, kwa fadhila zake, anafahamu kwamba sisi tunakosea, anafahamu ya kwamba sisi ni wengi kufanya makosa, si mchana au usiku tunafanya makosa. Sasa anasema hivi, wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum, basi niombeni mimi msamaha, nitaweza kuwasamehe madhambi yenu yote. Mtu asikate tamaa kwa makosa anayoyafanya. La taknatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Usikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mungu anasamehe madhambi yote. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi